Kwa majina naitwa Hussein Mohamed Tinge. Mimi ni mwananchi wa kata ya Bungu, lakini pia ni katibu SM kata ya Bungu. Lakini leo ujio wa mwenge katika wilaya yetu ya Kibiti umehamasisha vitu vingi, lakini katika kitu zaidi nilichokipenda kwenye kauli mbiu ya mwaka huu wa mwenge 2026 ni pamoja na umeshaji wa nishati safi. Lakini katika nishati safi kuna mkaa mbadala ambao mkaa huu mbadala unatunza mazingira, kwa sababu tayari badala ya kukata miti sasa hivi tunaenda kutumia matakataka na mabaki mbalimbali ambao tunaenda kutengeneza mkaa huu. Kwa hiyo mimi nikiwa mmoja wapo wa mdau wa jambo hilo, na pale tunao uzalishaji huo ambao na kiwanda pale Bungu kinaitwa Tinge Eco Charcoal. Sisi tunajishughulisha na kuzalisha mkaa mbadala ambao mkaa unatumika kwa ajili ya shughuli zote za nyumbani. Kwa hiyo mkaa huu ni mzuri, kwanza unatunza mazingira, lakini pia hautoi moshi, lakini unakaa jikoni kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni jambo zuri, lakini mwenge umekuja na kauli mbiu, kwa maana kwamba mkuja kuhamasisha. Mimi naona ni jambo jema na tunaomba tuendelee, kwa sababu tayari sehemu nyingi mazingira yetu yanaharibiwa na huo ukataji miti kwa ajili ya mkaa, kuni na nini, lakini tayari nakuja, lakini pia ni fursa katika kipato, kwa sababu tayari tukizalisha mkaa huu vijana wanatoka kule kulikotoka. Mimi binafsi nilikuwa mfanyabiashara wa mazao misitu, kwa maana navuna mkaa, lakini sasa hivi nimeanza kupunguza kasi yangu, tayari naanza kuzalisha mkaa huu ambao tayari nafanya hivyo. Kwa hiyo tunashirikiana vizuri na TFS ya Kibiti, lakini pia na watu wa mazingira wilaya yetu ya Kibiti wanipo ushirikiano wa kutosha. Ofisi ya wilaya wanipo ushirikiano wa kutosha, kwa sababu washanitembelea zaidi ya mara 3 wakija kufanya hivyo. Na leo kwenye maadhimisho, kwenye leo sherehe ya mwenge, ujio wa mwenge, lakini pia wametupa banda pale ambalo tumeweka mkaa mbadala ambao upo unaendelea katika jambo hilo. Kwa kweli jambo kubwa, nashukuru sana tena sana. Nawashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kulifanya hili na kukuja mwenge katika wilaya yetu ya Kibiti. Ni mafunzo mara kwa mara yatokee kwa jamii, kwenda kuambia faida za uoto, kuulinda wananchi kule mwananchi wa kawaida aweze kupata elimu, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kukata mti ambao tayari mti ule unaweza kusaidia mambo mengi, lakini akipata elimu, akiona faida ya mti ule itamsaidia.